Na kwingineko tunaarifiwa kwamba washukiwa watatu wamefikishwa mahakamani hii leo kuhusiana na mauaji ya mbunge wa Kasipul marehemu Charles Ongondo Were. Haya yanajiri wakati safari ya mwisho ya marehemu Were ikianza, mwili wake ukisafirishwa mapema hii leo kutoka hapa jijini Nairobi kuelekea kaunti ya Homa Bay kwa ajili ya mazishi. Mwanahabari wetu Yvonne Kimuma na taarifa kamili. Juhudi za uchunguzi zilizofanywa na huduma ya kitaifa ya polisi kuhusu mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Were sasa zimethibitisha kupatikana kwa bastola iliyotumika katika matukio hayo ya kinyama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, baada ya uchunguzi wa kitaalamu wa risasi yani ballistics, bastola aina ya Sazel Mas iliyopatikana nyumbani mwa mmoja wa watuhumiwa ilibainika kutumika katika mauaji hayo. Katika uchunguzi unaoendelea, polisi wamekamata jumla ya washukiwa 10 wanaohusika na tukio hilo. Miongoni mwa waliokamatwa ni dereva na mlinzi wa mbunge huyo. Kulingana na maafisa, wawili hao walitoa maelezo yaliyokinzana kuhusu tukio la usiku wa mauaji. Mwingine aliyekamatwa ni mwanachama katika bodi ya shirika la kiserikali pamoja na washukiwa wengine wawili waliotiwa mbaroni hapo jana, Edwin Odhiambo na Dennis Sewe Munyasi, waliokamatwa kufuatia uchunguzi wa awali ulioongoza maafisa wa DCI kuwafikia. Bastola ya Sazel Mas na risasi 9 zilipatikana nyumbani mwa Dennis Odhiambo. Wakati haya yakiendelea, maandalizi ya mazishi ya mbunge huyo yameingia katika hatua ya mwisho. Mapema leo mwili wake ulisafirishwa kutoka uwanja wa ndege wa Wilson, Nairobi hadi uwanja mdogo wa Kapunde ulioko Homa Bay, ambako ulipokelewa na viongozi mbalimbali wakiwemo gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, mbunge wa mji wa Homa Bay Peter Kaluma pamoja na wakazi. Were anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwao hapo kesho. Yvonne Kimuma, runinga ya KU.